Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbona mwitikii au nyewe sio wa jamhuri hii? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kwenye ile ibara ya 27, ibara ndogo ya kwanza, unabaini kwamba ibara ile inatuambia kila mtu anao wajibu wa kulinda mali asili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuheshimu mali ya mtu mwingine. Mali halali za mtu mwingine lazima ziheshimiwe. Sasa inapotokea mtu haheshimu au ana dalili ya kutoheshimu, lazima zilindwe. Kwa hiyo ile ibara inatambua namna hiyo. Wote mnakumbuka jeshi la polisi kikatiba na kisheria imepewa mamlaka ya kuhakikisha kwamba watu wanalindwa pamoja na mali zao. Watu wanalindwa pamoja na mali zao halali. Hayo ni mamlaka ya kisheria ambayo yako katika jukumu la jeshi la polisi. Lakini ilipofika mwaka 1980 kutoka kwenye 70 na 60, ukiangalia takwimu za kiuchumi, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kijamii, jeshi la polisi likaona upo umuhimu wa kuwa na wadau wengine ambao wanaweza kusaidia kwenye masuala ya kiusalama. Kwa hiyo pale unakuta shughuli hizi za makampuni binafsi kwa ajili ya kuendesha shughuli hizi za masuala ya kiusalama kwa watu binafsi zikaanzishwa, lakini msimamizi wake wa karibu aliyepewa mamlaka ya kisheria ni Afande Inspector General wa polisi. Kwa hiyo masuala mengine yote ya dhamana ya kisheria, msaada wa taratibu, kanuni, mwangalizi mkuu wa makampuni haya ya ulinzi binafsi pamoja na huduma za dharura kama ambavyo mkurugenzi mwenzetu ameanzisha, yapo chini ya usimamizi wa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Ukifuatilia sana shughuli zinazofanywa na makampuni haya ni nzuri. Sisi ambao tumefanya na kuhudumu kazi hii ya polisi katika awamu tofauti tofauti, tunajua faida ya makampuni haya. Makampuni haya yamesaidia sana kuimarisha masuala ya kiusalama. Mtu anapojitolea kutaka huduma ya kiulinzi kwa kutumia kampuni binafsi na hawa wakatekeleza, tayari wanajikuta wamepunguza mzigo kwenye jeshi la polisi. Wote mnazo kumbukumbu jinsi ambavyo maghala mbalimbali, magodauni yalivyokuwa yakiibwa. Lakini tangu sheria hizi za kuanzisha makampuni zilipoanzishwa, kule Mbozi Road kesi za wizi wa magodauni, lakini baadhi ya nyumba kwenye maeneo tofauti tofauti ambayo yanachukua ya makampuni zimepungua, na wanatusaidia sana sisi jeshi la polisi. Kwa hiyo unajikuta kwa namna moja sisi tunakuwa kama national police tunayoshughulika na masuala makubwa zaidi, na hawa technically wanatusaidia kwenye hizi shughuli zingine ambazo zipo kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo kampuni hizi ni muhimu sana kwa ustawi na maendeleo ya watu binafsi, hasa pale wanapokuwa wanazingatia masuala ya msingi. Sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tunawakumbusha kwamba wazifanye kazi zao kwa kuzingatia misingi ya kisheria, kanuni, taratibu
na miiko ambayo imefanya kampuni hizi ziweze kuanzishwa. Amezungumzia mafunzo, na mimi nasisitiza mafunzo ni muhimu sana. Hawa wafanyakazi wetu wapewe mafunzo, wajue majukumu yao na mipaka yao ya kisheria wakati wa kutekeleza shughuli zao hizi muhimu. Tunawakumbusha pia kampuni hizi zisitumiwe nje na utaratibu ambao umefanya zianzishwe. Waangalie taratibu zinazofanya waanzishwe hizi kampuni na wazingatie malengo na madhumuni ya kuanzishwa kwa kampuni hizi. Tunawakumbusha pia kwamba ni muhimu sana kwao watoe huduma zilizo bora, lakini wazingatie weledi na uaminifu wanapopewa jukumu hili la ulinzi au huduma za haraka za dharura. Waendeleze ushirikiano na mamlaka zingine ambazo zinahusika na masuala ya kiusalama ili kuweza kupunguza kazi ya ziada katika kutekeleza majukumu yao. Ninatoa wito pia wafanye utafiti au uchunguzi. Kwa nini baadhi ya waajiriwa katika makampuni binafsi ya ulinzi badala ya kulinda labda wanakuwa wezi au wanashiriki kwenye wizi? Waendelee kufuatilia kuna jambo gani, lakini pia wazingatie ile mifumo kabla ya kumwajiri mtu, wamfanyie upekuzi, vetting, kujua huyo ni mlinzi kweli au umemkaribisha mhalifu sasa na kumpa fursa ya kufanya vitendo vya kihalifu. Swala la uzalendo wa nchi. Makampuni haya kwa baadhi ya maeneo, kwa mujibu wa sheria na kanuni, wanaweza wakapewa silaha za kutekeleza majukumu yao ya ulinzi kwenye maeneo ambayo yanatakiwa kuwa na silaha. Kwa hiyo swala la uzalendo ni muhimu sana. Watu wajikite katika kutekeleza na kuzingatia hii mifumo ya kiusalama zaidi kuliko kuwa na fikra zingine ambazo zinaweza zikaleta madhara katika utekelezaji wa huduma hizi za ulinzi. Wale watu waliosoma masomo yanayohusiana na masuala ya uhalifu, yani criminology and penology, kati ya 600 hao ukiwacha wakazagaa, uweze kukosa ni vibaka pale au panyarodi pale au wahalifu wa jambo lolote kwa sababu ya pressure labda ya kujikimu kwenye maeneo tofauti tofauti, na kutoa wito kwa wananchi wengine wenye uwezo wafungue makampuni ya ulinzi binafsi na wapate watu wenye sifa ili waweze kutusaidia pia swala la ajira.